Salim Ahmed ndio jina la kwenye pasi ya kusafiria, na jina la kutafuta riziki Gabo Zigamba. Kwenye bakora mimi nimecheza kama Mabula. Yes, ni mwanahabari, mtoto machachali hivi, mama's boy. Unajua Mabula mtoto wa mama, kwa hiyo ni mtu ambaye hata kuoa mama anabidi akwambie kama unaoa au oi, mke huyu tunamtaka au huyu hatumtaki. Kwa hiyo huo ndio uhusika wa Mabula Salim mwanangu Ahmed. Yes, bakora kwangu mimi ni hadithi yenye ushawishi, ni hadithi yenye ukwasi wa mtu kutaka kuelewa nini hasa tunataka kufika. Unajua sometimes stories zinaweza zikawa ziko nyepesi kwa namna moja au nyingine, lakini tija, haja, maudhui yake, namna ambavyo tajiriba ilivyo, umenifahamu, watu walivyokuwa na ukwasi wa kutaka kupambanua na kubaini mambo. Kwa hiyo bakora ni kwangu mimi ni hadithi ya kipekee. Ukiacha kama drama za kawaida zilivyozoeleka, hii mimi ni zaidi ya hadithi. Wazo hili la bakora nilikuwa nayo miaka mingi sana iliyopita. Kufikiri na kuwaza tafakuri jadidi ndio kuliniletea kwamba hii bakora siku moja inaweza ikawa hadithi nzuri sana ambayo itabaki kwenye vichwa vya watu miaka na mikaka. Kwa hiyo haikuja tu, haikuvuma tu kama upepo, lakini niseme kwamba ilikuwa ni namna pekee ya kufikiria utofauti wa hadithi. Hadithi zinaweza zikawa zipo nyingi, mbili tatu zinafanana, lakini kwa nini zote zifanane ya kwako isiwe na utofauti kidogo? Kwa hiyo wazo la bakora alikuja hapa karibuni, lilikuwa la miaka kidogo, lakini hivi sasa nikaona ndio wakati pekee wa kuweza kukipakua chakula hichi kwa ajili ya walaji. Sio kitu cha kawaida kiukweli kabisa, niwe mwazi, si kitu cha kawaida kuwa director alafu wakati huo huo kuwa mwigizaji kwenye sinema hiyo hiyo, alafu kuwa producer, alafu kuwa kiongozi kwa namna moja au nyingine ya kuongoza vijana. Si kitu cha kawaida, lakini mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu tu kwa sababu timu yangu nimeijenga katika misingi ya kwamba wahakikishe kitu wanachokifanya wanakijua, yani wao wanahitaji nini. Hii ndio kama application nimetoa kwenye kitu changu na kuweka kwenye vichwa vya timu, kwa watu wanajua. Kwa hiyo ugumu kwa namna moja au nyingine unaanza kupotea au kupungua kutokana na watu ambao wanafanya nao kazi wanaelewa nini hasa wanakitaka. Matured enough, wako vizuri upstairs. Kwa hiyo zoezi ambalo linaenda kutokea ni kwamba jepesi la mtu kushangaa au kama kushangaza ikiwezekana, kwa sababu si kawaida hii. Hata ukimfuata Gibson, ukimuuliza Mel Gibson umwambie ilikuwaje ukawa director alafu ukaakti, atakupa ugumu wake. Kwa hiyo ugumu ulikuwepo, lakini kwa maandalizi ya timu ugumu ulikuwa unapata utahafifu wake kidogo. Timu yangu mimi ni timu ya mfano kipekee. Timu yangu mimi ni timu ya mfano wa kuigwa. Timu yangu mimi ni timu ya ushindi. Kwanza timu yangu mimi hakuna mzee, wote vijana tupo Gen Z, wana hasira ya kufanya kitu ambacho dunia iweze kujua wao wanafanya nini. Alafu wana sikio la kusikiliza. Aina ya timu hii ni ngumu sana kuipata, kwamba wana sikio la kusikiliza alafu wana maamuzi ya kuamua. Timu yangu ndio timu ambayo ilichonga mchongo usiochongwa, ikapanga mpango usiopangwa. Timu yangu ni timu ambayo ilifanya maamuzi yasiyoamuliwa. Yaani ile kwa nini yenyewe ikiwa inapata kigagaziko cha kwa nini, basi majibu yote yanapatikana kwenye timu yangu. Si kama naifagilia sana, lakini ni timu ambayo imeandaliwa kwa muda mrefu na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wametamalaki, na sasa hivi wanaonyesha tu kile ambacho wamejifunza kwa muda huo mrefu. Maamuzi ya kuamua project ya bakora ifanyike Mwanza si maamuzi mepesi kwa producers na kwa aina ya budgets ambazo tunapewa, lakini kwa producer wa aina yote ambao mwenye tafakuri jadidi, malengo chanya ya kufikiria kesho, angeamua
kila kazi yake akifanya iwe na upekee wa peke yake. Sasa Gabs Media wana producer za ambao wana mawazo ya namna hiyo. Kazi ya kwanza waliamua isiwe Dar es Salaam, iwe Zanzibar, kwa maana ya kwamba mtu hata ukiwa hujui Zanzibar ukiangalia Mawio ungekuwa unafahamu, lakini kwa sababu Mwanza ni mkoa wa kimkakati hivi sasa, mimi niliamua kufanya Mwanza, pamoja na kwamba Mwanza mbali, Dar Mwanza bado Mwanza mbali, Arusha Mwanza bado Mwanza mbali, Mbeya Mwanza bado Mwanza mbali, Mwanza yenyewe kutoka Nyamagana kwenda Busisi bado mbali, lakini producer ambaye anakubali kufanya vitu vya upeke yake ndio huyu Salim mwanangu Ahmad. Aliamua tu, bwana timu, sikilizeni, tuingieni kwenye kosa, tuondokeni, tukatawakal, kwa sababu watu ambao tunasema watu wa kaliba hii ni wale risk taker. Risk taker yote siku zote huwa anapenda kufanya vitu vya hatari ukivitizama, lakini maslahi yake ni makubwa. Sijui kama nijibu vizuri, lakini nahisi ni hivyo ndivyo au ndivyo hivyo. Kitu kikubwa ambacho najivunia kwenye hii project ni kwamba timu yangu ni watu ambao wananibeba kwa kiasi kikubwa sana. Unajua, kamanda ni yule ambaye anasema chini, watu wanaenda chini, juu juu, tunashambulia. Kwa hiyo najivunia hii timu ambayo ina sikio la kusikiliza, sababu mimi ndio kamanda na timu yangu nikiambia chini, hakuna anayehoji kwa nini chini. Timu yangu nikiambia tunashambulia, hakuna anayesubiri kwa nini tushambulie. Yaani kama jeshi la Irani tu, tupige tunapiga hivyo. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho naweza kujivunia. Ujumbe mkuu wa filamu ya Bakora ni kutaka jamii iweze kubadilika kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hali za nafsi zimekuwa tofauti, maisha yamekuwa magumu. Kwa namna moja au nyingine, yote utakayemuuliza atakujibu hivyo, lakini Mungu utaratibu wake ulivyo, huwa habadilishi hali za watu mpaka watu wenyewe wabadilike. Kwa hiyo hii hadithi imekuja kubadilisha nyoyo za watu, kwamba at least kama hivi ni fanyeni hivi. Alafu kitu kingine cha hii hadithi ni kwamba of course inaweza ikawa ngumu kwenye macho ya watu kwa mara ya kwanza. Kwa mfano, mtu aliozoea kula pure, alafu kesho ukimletea biriani, anaweza akastruggle kula biriani na kuisifia, kwa sababu tayari amezoea pure na chakula chake kizuri hakuna kama pure. Kwa hiyo itakuwa aibu tu kwake kukaa mbele za watu kusema pure ni nzuri kuliko biriani, lakini yeye ndo amezoea. Sasa inategemea na walaji wa maudhui ambao wanapewa wamezoea kwa kiasi gani, lakini na imani Watanzania ni waelewa na wanatamani kupata vitu vizuri. Kwa hiyo Bakora ni moja ya tamthilia nzuri au moja ya vitu vizuri. Kwa hiyo waipokee kwa mikono miwili, alafu tuende nao sambamba, tuwaletee vizuri zaidi ya hiki ambacho tumekifanya. Sini ngumu hasa kuigiza nikiwa na vilemba hivi vitatu kwa wakati mmoja. Kwenye kuigiza mimi kwangu kidogo mchekea. Yaani hakuna sini za kwambia bwana sini hii ilikuwa ngumu sana kwa sababu ilikuwa ni 1 2 3 4 hapana. Kwa sababu ugumu wote unamalizwa kwenye utendaji, kwenye kutekeleza inakuwa jambo jepesi. Ingekuwa kuna ugumu kwenye swala jingine, ningekwambia kwamba kuwa producer as sometime alafu ukawa director ni ngumu. Sababu producer ni mtu ambaye ana minimize cost. Director ni mtu ambaye anataka kitu anachokitaka kifanyike. Kwa hiyo producer bajeti yake labda inakuwa 5 milioni kwenye sini moja. Lakini director kila akiangalia ile sini 5 milioni haitoshi. Inabidi iongezeke. Pale sasa anaanza kuvutana director na producer. Alafu kwa bahati mbaya ndio huyo mtu mmoja. Hapo kidogo mbombo jilipo. Of course Gabs Media ni media ambayo imejikamilisha kwenye upande wa equipment na nini. Kila idara iko poa kwa sababu kila muhitaji akihitaji jambo lake huwa tunampatia. Lakini kitu ambacho kilikuwa kigumu kwenye kuwekeza, kwanza uwekezaji wa kuitoa timu kutoka Dar es Salaam kuipeleka Mwanza. Uwekezaji mgumu na ni mkubwa sana. Inatakiwa kuwa na roho moja ngumu sana. Ilifikia tu mpaka niagombana na familia yangu. Mpaka hapa ninavyozungumza mimi hatuko sawa na familia yangu. Yaani hivyo.
Tumeelewana vizuri bwana, hata ulalaji wake ni hivi, sio? Kwa nikizungumza hivyo tunakuwa naeleweka, kwa maana ya kwamba budget uliokuwa nayo ndio inabidi itoshe na upate, lakini haitoshi na unaongeza kitu kingine na hakitoshi tena, na mpaka unaenda kuchukua pesa ambazo zimewekwa kwenye mkakati wa watoto au nini, unaenda kuchukua kuongeza. Kwa hii ni ilikuwa uwekezaji mgumu sana. Kivipi? Una aina ya wasanii wakubwa 5 kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza ni ndege, ratiba zao ni ngumu. Akija Mwanza anakaa siku 3-4 kwenye kushuti, hazijatutosha kwa sababu Mwanza mvua inanyesha, mafuriko. Kwa hiyo yeye hawezi kukaa Mwanza, pamoja na kwamba anakaa apartment unalipia, inabidi aondoke, sini zake zikija arudi tena. Kwa hiyo anarudi tena na ndege, sini zake zikaribia anakuja na ndege tena, na anakaa apartment, inategemea apartment ile ile au mmebadilisha. Kwa hiyo uwekezaji wake ulikuwa ni kitu ambacho hatuku expect, kwa sababu kufanya project ni unapanga kwamba bajeti hii itoshe hii, bajeti hii itoshe hii, bajeti hii itoshe hii, alafu baadaye ina expand, inazidi mpaka inamwagika. Kiukweli uwekezaji huu kwangu ulikuwa ni mgumu sana, na umekuwa uwekezaji wa kipekee, kitu ambacho unasikia tu sinema za watu kwamba walifilisika, walishuti mpaka wakasimama, mpaka ikapatikana bajeti mpya wakaendelea. Unasikia tu story, lakini ni hii imenikuta mimi kwenye Bakora Seals. Producer wa namna yoyote atakuwa anaelewa na ana feel hivi viatu ambavyo nimevivaa kwamba yeye vinambana. Kwa kaliba ya budget ambazo tuko nazo, utoke zako Dar es Salaam uende Mwanza, timu ikae, crew ikae, waigizaji washuti, siku 3 tu wewe uwezi. Sasa sisi tuliokaa miezi 6 unaweza wapi? Kitu ambacho nilikitaka ili Bakora iwe tofauti na kazi nyingine ni ule upekee wa jiji la Mwanza. Mwanza haifanani na mkoa mwingine wowote, iko very unique, na ukitazama kama unaiona Brazil hivi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nilikitaka kama director. Kwa mashabiki ambao ni subiri Bakora kwa hamu zaidi, ni kwamba waendelee kutusupport. Tunawapenda na tuko tayari kwa ajili ya kuwapa vitu vizuri, lakini waendelee kutusupport kwa sababu support zao zinatupa nguvu sisi ya kuendelea kufanya hiki ambacho tunakifanya. Na kingine ni kwamba tupende vitu vizuri. Bakora Bar ndio eneo la tukio. Hata Mheshimiwa Waziri alikutwa akiwa amelewa chakari. Unaangalia Bakora Seals kupitia Azam TV channel namba 106. Sinema zetu hakika ni za kwetu.